Katika maisha ya mwanadamu kuna tabia ambazo huanza kimya kimya ndani ya moyo, bila kelele wala dalili zinazoonekana kwa haraka, lakini baadaye hugeuka na kuwa sababu ya kuharibika kwa tabia, mahusiano na wengine, na hata uhusiano wa mtu na Mola wake. Na miongoni mwa tabia hizo ni al-ananiya, yani ubinafsi, hali ambayo humfanya mtu ajione yeye ndiye kitovu cha kila kitu, akatanguliza maslahi yake juu ya wengine bila kujali madhara yanayowapata wale wanaomzunguka. Ubinafsi si tu kupenda nafsi yako, kwani kupenda nafsi ni jambo la kimaumbile, bali ni kupitiliza katika kupenda nafsi mpaka kufikia hatua ya kupuuza haki za wengine, kutokujali hisia zao na kuona kwamba wewe unastahiki zaidi kuliko wengine katika kila jambo. Hali ambayo huzaa kiburi, huzaa chuki, huzaa husda, dharau, kejeli, ufisadi na hatimaye kuharibu moyo pole pole bila kujua. Ndani ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonya kuhusu tabia ya kujipendelea na ubakhili wa nafsi kwa kusema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihuna, na anayelindwa na ubakhili wa nafsi yake basi hao ndio waliofaulu. Aya hii inaonyesha kuwa ndani ya nafsi ya mwanadamu kuna mwelekeo wa ubinafsi, lakini mafanikio ya kweli ni kwa yule aliyeweza kudhibiti mwelekeo huo na kushinda kwa kujifunza kujali wengine na kushirikiana nao. Mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hataamini mmoja wenu mpaka ampendelee nduguye kile anachokipendelea nafsi yake. Hii ni kinyume kabisa na ubinafsi, kwani ubinafsi unasema mimi kwanza, lakini imani ya kweli inasema wengine pia ni kama mimi. انسان خودخواهی هرگز طعم آرامش فقیه را نمی‌چشد. mtu mwenye ubinafsi kamwe haonji utamu wa amani ya kweli. Na hapa ndipo tunapaswa kujiuliza kwa kina: je, ndani ya mioyo yetu kuna mbegu ya ubinafsi inayokuwa pole pole pasi na sisi wenyewe kujua?